inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, 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 inanena mema. Inanena mema, inanena mema. Inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena mema. Damu ya Yesu inatutakasa, inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa, inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa, inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa, 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 inatutakasa. Damu inatutakasa, 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 inatutakasa. Hebu nenda mbele za Bwana, iambie damu ya Yesu inene mema kwako, inene mema kwako, inene mema kwenye maeneo yako, ili uweze kuyaona mambo makubwa. Iambie damu ya Yesu inene mema. Labo sakandila makushaka, lama sakandarama kuribosei, limo sekendereme kusha, lamo sekendila mamoli kosei, yama sakandarama moli. Damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani, kazi yake huwa inanena mema. Lakini pia inatutakasa. Ninaomba Yesu inene mema. Iambie damu ya Yesu inene mema. Lobo sekendila mamoli, lamo sikandila makusha, labo sekendere memoli. Tamka tu damu ya Yesu kwenye hii wiki ya Pasaka. Tamka damu ya Yesu kwenye hii wiki ya Pasaka. Na wewe unayetufuatilia kule Micho ya Baraka TV, tamka damu ya Yesu. Tuko kwenye wiki ya Pasaka. Yesu amenituma nije niongelee damu yake wiki ya Pasaka. Lebo koseke. Mwingine upo ofisini unatufuatilia kwa Micho ya Baraka TV. Tamka damu ya Yesu kwenye hiyo ofisi yako. Tamka damu ya Yesu kwenye hiyo kazi. Mwingine mfanya biashara huko dukani unatufuatilia, na wewe pia tamka damu ya Yesu kwenye hiyo biashara. Mwingine huko nje ya nchi ya Tanzania, yamkini uko kwenye chombo chako cha usafiri, uko nyumbani umelala,
Tamka hiyo damu ya Yesu kwenye maeneo yako. Laba kasaka ndila makusha. Bwana Yesu, tuko kwenye wiki ya Pasaka. Umenituma ninene na watoto wako, mamia kwa maelfu walioko hapa na walioko nje. Bwana Yesu, neema yako itawale katika jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema Bwana. Ni wa neema, ni wa neema, ni wa neema Bwana. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Imba ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Jesus. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Oh, hebu rudia tena, sema ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Jesus. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Rudia tena, sema ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Ni wa neema. Ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Ni wa neema Bwana. Oh, ni wa neema. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Mungu akubariki unapoketi kwenye kiti chako cha muujiza. Nikukaribishe tena siku yetu hii ya pili. Tumeanza Jumapili, wiki letu la Pasaka, na tunaendelea. Mungu akubariki sana. Kushukuru Baba Askofu pamoja na makamu na mabishop na wachungaji pamoja na washirika wote. Ubarikiwe tena kwa kutenga muda wako na kuja siku ya leo. Mungu akubariki sana. Kama unaandika, andika nguvu ya damu ya Yesu. Jumapili niliongelea eneo moja, nguvu ya damu ya Yesu. Pale chini utaandika inarejesha utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Nguvu ya damu ya Yesu inarejesha utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Tunaposherehekea Pasaka, tunajifunza kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alimwaga damu yake ili mimi na wewe tuwe salama. Sasa leo nitakuwa kwenye kipengele somo letu linaloendelea linalozungumzia nguvu ya damu ya Yesu. Kipengele kinachosema inarejesha utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Na ninapozungumzia masomo haya, siachi kuongelea kauli mbiu yetu ya neno ambalo Bwana ametupa la mwaka 2025. Utayaona mambo makubwa
Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Hayo mambo makubwa ndiyo mambo yanayoleta utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Ili Yesu utukufu wake uonekane kwako. Ili utukufu wake uonekane kwako. Unaonekaneje? Bwana sifiwe. Unaonekaneje? Manake kuna mambo ambayo yanatakiwa automatic kwako yaonekane, yatokee, watu wayaone, lakini pia wewe mwenyewe uyaone, ambayo Bwana amesema utayaona mambo makubwa. Haleluya. Watu wakiyaona na wewe ukiyaona, wanempa utukufu ni Mungu. Haleluya. Wanasema kweli huyo Mungu wake anaweza. Kweli hiyo madhabahu ya micho ya baraka imebeba mambo makubwa. Mpige Bwana Yesu makofi mengi. Sasa damu, nguvu ya damu ya Yesu inarejesha utukufu wa Mungu kwa mwanadamu. Hebu sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu, nirejeshe utukufu wangu katika jina la Yesu aliye hai. Sema damu ya Yesu, kwenye Pasaka hii nirejeshe utukufu wangu. Rejesha yale mambo makubwa, hayo ndio yamebeba utukufu wangu, ili walionidharau wakayaone na mimi mwenyewe nikashuhudie. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Somaji mmoja usome Walumi sura ya 3 mstari wa 23. Walumi sura ya 3 mstari wa 23. Walumi sura ya 3 mstari wa 23. Biblia inasemaje? Kama umepata. Amen. Nena soma. Ndio. Halo. Warumi sura ya 3 na mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ulibariki neno lako Yesu, katika jina la Yesu sema amen. Yesu alikuja duniani kwa kazi moja ya kurejesha utukufu. Hebu sema utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake dhambi inaondoa utukufu wa Mungu. Na ndio maana Jumapili nilikwambia damu ya Yesu automatic inafanya kazi kwa mtu aliyeokoka tu. Bwana sifiwe. Yani tunapofika kuhitaji utukufu wa Mungu, damu ya Yesu irejeshe ni kwa mtu aliyeokoka. Na ninaposema aliyeokoka, na aliyejikana kweli kweli. Haleluya. Ambaye hana wokovu wa kubahatisha, hana wokovu wa michanganyo. Ni huyu aliyeamua kumshika Yesu kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio pekee hii damu ya Yesu inayomwagika msalabani yenyewe ndiyo inafanya kazi kwa huyu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu alipokuja duniani alikuja kwa mwanadamu mmoja aliyekuwa ametenda dhambi, amepotea. Yeye amekuja ili amrejeshe huyu mwanadamu kwa Mungu wake, ambaye dhambi ilimtenganisha na Mungu. Na ndio maana naanza kusema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sikiliza,
moja ya jambo ambalo damu ya Yesu ilifanya kwenye maisha ya mwanadamu ni kurejesha utukufu wa Mungu. Haleluya. Paulo anaposema watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, moja ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, walipokuwa wanamvika taji ya miba, wanamchoma msumari, wanampigiria kwenye mti. Bwana sifiwe, uniweke maiki sawa sawa. Wanampigiria kwenye mti, damu ile inatoka. Haleluya. Maana yake ile damu ilikuwa kwa kazi maalum. Kuna mtu mmoja ambaye yeye aliandikiwa ya kwamba ni kuhukumiwa tu, huyu ni mtenda dhambi. Damu ilikuja kwa ile kazi moja ya kututakasa, ya kutuosha. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Aongeza makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Na ninataka nikuongezee kitu, damu ya Yesu. Haleluya. Mimi nimezaliwa kwenye damu ya kina Mwahangila. Hebu sema damu ya ukoo. Sema tena damu ya ukoo. Sasa unapokuwa umeokoka kadri ya damu ya Yesu ambayo tunakwenda kuziona huko mbeleni, pia inafanya ukombozi. Amen. Tutakuwa tunaona huko mbeleni. Baada ya kuokoka, mimi nimetoka kwenye ukoo wa kina Mwahangila. Damu DNA vina 7 vya damu vya kina Mwahangila, kuna vitu vinasoma. Lakini baada ya kuokoka, maana yake ile damu iliyomwagika msalabani ambayo Yesu aliimwaga, ile ilikuwa inafanya kazi kwangu. Sasa inanitoa kwenye damu ya kina Mwahangila, inanitoa kwenye vina 7 vya damu ya kina Mwahangila, inanileta moja kwa moja kwa damu ya Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya neno imekwisha. Maana yake kuna vitu ambavyo nilikuwa ninadaiwa. Haleluya. Kuna vitu ambavyo nilikuwa ninadaiwa. Yesu aliona ninatakiwa ukombozi. Damu ya kina Mwahangila aliona kwangu inasema laana, umasikini, mikosi. Sasa baada ya kuokoka, nimempata yeye aliyemwaga damu yake. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Mimi ni wa tofauti kabisa na kina Mwahangila. Sema amen. Sema amen. Yani mradi umeokoka, umekuja kwenye hii madhabahu, katika ulimwengu wa roho umeambatanishwa na hii madhabahu inayosema utayaona mambo makubwa. Wewe ni wa tofauti na wale wa ukoo wa kwenu. Yako mambo yaliyozoeleka kwenye ukoo wa kwenu, kwako hayana nafasi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, haleluya, yenyewe ilimaliza kila kitu. Pige Bwana Yesu makofi mengi. Mwambie jirani yako, damu ya Yesu inene mema kwako. Mwambie damu ya Yesu ikufanye password kwenye familia, ikufanye lango la baraka katika jina la Yesu aliye hai. Mwambie jirani yako, Yesu alisema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Hati ya mashitaka, Bwana Yesu asifiwe, yale tuliyokuwa tunashitakiwa na mwovu, yale ambayo mizimu ya kwenu ilikuwa inashitaki, haleluya, yale ilikuwa inadai, Yesu alipopanda pale Golgotha. Unaposoma tutaiona huko mbele. Ilipofika saa 9, wasomaji wa Biblia, kulitokea nini? Kulitokea giza, alafu pazia la hekalu likapasuka. Maana yake nini? Kwenye pazia la hekalu, maana yake pale kulikuwa kunaingia mtu mmoja tu. Mtu mmoja naye anaingia amefungwa mnyororo, kamba ndefu. Asipotoka, maana aliingia na dhambi, huyo anakuwa amekufa, anavuta maiti. Lakini alipokuja yeye mwenyewe akisema imekwisha, alipotamka yale maneno, Bwana Yesu asifiwe,
tetemeko, mwanamume yuko msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Tetemeko dunia nzima, nganganganga. Haleluya. Sikiliza, ninaipenda Pasaka. Pasaka maana yake ukombozi, maana yake pita juu. Nitakuonyesha huko mbeleni wana wa Israeli walipopata Pasaka yao, nao kwa damu ya mwana kondoo waliochinja wakaweka kwenye mimo ya milango. Ile ilikuwa ndio ukombozi wao. Wanatolewa kwenye mikono ya Farao, wanapelekwa kwenye nchi yao iliyojaa makubwa, iliyojaa neema. Unapenda niseme Pasaka hii na wewe ni ukombozi wako. Damu ya Yesu imemwagika pale msalabani 2025. Lazima ikuchomoe mahali, ikupeleke kwenye nchi yako iliyojaa maziwa na asali, iliyojaa mambo makubwa. Pige Bwana Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nirudi nyuma kabisa, mwanzo wa uumbaji. Kuna kitu Mungu alichokisema wakati anakuumba wewe. Hebu sema, wakati ananiumba mimi. Ramosaka. Kuna kitu Mungu alikisema wakati anakuumba wewe unayenifuatilia hapa kanisani, lakini mwingine unafuatilia kwa Mito ya Baraka TV. Kuna kitu Mungu alikisema. Ninaomba mtakatifu wa Mungu kidai na kana huyu Yesu. Kwa huyu Yesu kuna kila kitu. Aliposema imekwisha, hatusomi tu bahati nasibu hapa. Imekwisha kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposherekea hii Pasaka, unakuja kwenye hili wiki la Pasaka, ikwishe kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu Mungu anakisema. Twende mwanzo kabisa ile sura ya kwanza, alafu unisome mstari mmoja wa 26. Uone anasemaje Mungu na yeye anapomuumba mwanadamu tu, alafu tukilete kwenye Pasaka. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Nitasoma Mwanzo mlango wa kwanza na mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale, hapo ndio yanapoanzia mambo makubwa. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na wanyama. Na nchi yote pia. Yani na nchi yote. Hapo ndio kuna hebu sema na nchi yote. Na nchi yote. Rudi sema na Dar es Salaam yote. Na Dar es Salaam yote. Endelea. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hapa kuna mambo mengi, asante msomaji. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nikifikaga hapa siachi kukuambia mlokole. Unaviona vitu vitambaavyo juu ya nchi. Magari yanatambaa juu ya nchi. Bodaboda zinatambaa juu ya nchi. Bajaji zinatambaa juu ya nchi. Haleluya. Hizo biashara unazifanya hivi zinatambaa juu ya nchi. Sikiliza, ninataka nikurejeshe hapa. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Hapa maana yake kuna kitu kinachoitwa utukufu wa Mungu. Mungu amekiumbia kwako automatic, kipo. Mwambie jirani yako kipo. Ongea naye mwambie kipo. Hata kama huelewi utakula nini jioni, hata kama mfukoni mwako hauna hata buku, lakini ninataka nikuambie mteule wa Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utukufu wa Mungu humo ndani yako. Yesu ameweka. Haleluya. Hata kama hauna kazi leo, hata kama maisha ni magumu Dar es Salaam, pango ya nyumba imekuishia, hauelewi A wala B, Yesu anasema nikwambie kwenye Pasaka hii
utukufu wa Bwana unarejea ndani yako, na ni ule pale anaosema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Haleluya, haleluya. Na tumfanye huyu mama, huyu baba, kijana, binti kwa mfano wetu. Sijui kama kuna mtu ananielewa Kiswahili. Unanielewa Kiswahili? Maana ya kwa mfano wetu, unamfahamu Mungu. Bwana asifiwe. Muulize yako, unamjua unayemwabudu? Muulize, unamjua unayemwabudu? Mwambie naona umjui vizuri, naona umjui vizuri. Mwambie sasa mjue vizuri hapa. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mfano wake ni akatawale. Hey, haleluya. Bwana sifiwe mlokole. Bwana sifiwe mwenda mbinguni. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ninashukuru naongea na wewe. Wewe ndio jasusi la kimungu. Wewe ndio unayemtaka Bwana na nguvu zake, ndio wewe. Hata kama tulichoka jana, tulikwenda wapi, lakini leo umekuja. Wewe ndio nakutaka. Baba Zikovu ndio unayemtaka. Haleluya. Ambaye hajajali uchovu, ila yeye anamtaka Bwana na nguvu zake. Pige Bwana Yesu makofi mengi. Na nikiwa nahubiri mahali popote, Mungu aliniambia hivi, hata kama utahubiri watu wawili, hubiri kama utakuja kuhubiri tena. Maana hao watu wawili nao ni watu. Nao ni watu. Wanamtaka Mungu na nguvu zake. Kwa nikiwaga hata vijijini, nimeenda sehemu nyingine vijijini. Bwana sifiwe. Siku tulikuwa maeneo fulani Ukinga huko. Ukinga, Makete, Maliwa, wanaita Maliwa. Mbilinyi, sijui kama unakufahamu. Maliwa. Bwana sifiwe. Kakijiji kako chini ya mlima, milima imezunguka. Alafu kwenye uchawi ni kama kule tu Nigeria. Yaani mchana wanaonyeshana tu uchawi. Na hakuna wokovu. Tulikuwa tunaenda kufungua kanisa. Hawajui habari za Yesu. Nikawa nauliza, nasema huku ni Somalia, ni Tanzania. Lakini Tanzania, mkoa wa Njombe, wilaya Makete. Maliwa, kutoka pale Ikondo unatembea kilomita 30 na gari. Naingia polini. Tulikuwa tuko kwenye umisheni kufungua kanisa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Na waliniambia kule natakiwa uende Muhangila, kwa sababu ni kijiji cha wachawi wametulia pale. Kwa hiyo ile ndio level yako. Nikasema hamjakosea. Wakanipeleka. Bwana sifiwe. Yule askofu akanipeleka. Tulipoingia, niko na vijana wangu waimbaji wawili. Aliyenipeleka mchungaji amenifikisha, akasema sasa mchungaji Mwangila, labda usilapa na kaloji pale pale. Ni kijijini lakini kuna kaloji kakimaskini maskini, ila ni kaloji. Chumba 4,000. Bwana sifiwe. Wakasema ukalale kule Ikonda, kule kuna hoteli nzuri. Tuwe tulipe gari mafuta, kwa sababu nikasema nikienda kulala kule hapa itasemekana nimewakimbia wachai wa Maliwa. Unapenda niseme? Nikamwambia hako kaloji hako ka 4,000 hako. Nikamwambia nitalala hapo. Nikasema na kwa sababu ni kabei ndogo, ili nisilale na wachawi na malaya wowote humo, mimi nalipia vyumba vyote, ila nipo na vijana wangu wawili. Bwana sifiwe. Nikamwambia mwenyewe, fukuza wateja wako wote wakatafute kwa kulala. Hapa nimechukua mwenyewe yote wiki hii. Sasa tunahubiri injili, watu kule hawaelewi habari ya Yesu, wamekaa majumbani, hawajui uwanjani. Bwana sifiwe. Na sasa tumekodi vyombo, tumetoka navyo Makambako mjini. Bwana Yesu asifiwe. Tukafunga. Nilipofika pale watu hawajui habari za Yesu. Ninauliza, naambia huku ni manyanga, ni uchawi. Nikasema nikamwambia sasa Yesu
hapa sina injili nyingine, ni mimi na wachawi. Nikamwambia watakuja wenyewe. Haleluya. Kwa hiyo tangu siku ya kwanza mimi nimeshika mic. Nikamwambia ndio nimekuja kutoka Mbeya. Nimekuja kuua wachawi wa Maliwa. Wachawi wote wa Maliwa nimekuja kuwaua. Ninalala kwenye roji hii hapa. Silali mbali, niko hapa hapa. Ninaomba wiki hii angalau tutestiane kidogo. Mimi nitakuwa ninatumia jina la Yesu, nyinyi mtumie vimbwanga vyenu. Watu wanasema, anasemaje huyo kijana? Na mimi ndio nataka waje. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Nikashangaa watu wanatoka wanakuja kunishangaa. Hawaji kusikiliza injili, wanakuja kunishangaa. Nikasema wateja wameanza kusogea. Safi sana. Nikaanza kukoleza. Nikasema na hapa sio muda mrefu nitaanza kutoa siku za kuishi kwa wachawi. Nitakuwa ninatoa siku za kuishi kwa wachawi. Yani sihubiri mimi, nimeacha. Biblia imesema na kama watu muna ndugu wachawi, mujiandage msiba. Hivi ndio kazi inaanza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wakatoka watu, wakajaa kawanja, wanasimama wananitazama. Kakaja kababa kamoja kafupi kako namna hii, kako na fimbo, kamekuja mbele kananiangalia. Wananiambia wenyeji, wanasema hako kababa hako kalikukomesha. Ndio kingunge hapa. Nikasema hapa. Nikasema naomba kiti, msogezeni huyu babu wakae hapa, anisogelee vizuri. Haleluya. Pigia yawe makofi mengi. Piga mkono, sema yeah. Sema nguvu ya damu ya Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nakwambia nikapiga usiku, kazi ikaanza. Vijana wangu niliwaambia, nikawaambia hakikisheni muna Yesu. Waimbaji nao tembea nao mimi kwenye injili, nawaambia hakikisha muna Yesu. Nikamwambia ukiwa msanii tu huku unaleta usanii, unakufa. Afadhali usitembee na Mwangira, lakini ukitembea na mimi wewe ni msanii marehemu. Na mimi ukifa kwangu nashangilia. Naenda kushuhudia, nasema niliongozana na mocha, ilipigwa, ngoma ilienda, ilizikwa. Haleluya. Kwa lazima uwe kamanda. Na natangazaga uwanjani, nasema wote niliokuja nao ruksa kuwa testi, ili wakae vizuri na Yesu. Kama wameingia hawana Yesu, ruksa wachawi, nyonga na kamatia mbwa. Tumelala usiku, nikashangaa kijana wangu mmoja anapiga kelele chumbani, anapiga kelele, ushindwe kwa jina la Yesu, ushindwe. Naangalia saa 8 na tumechukua kalochi wenye. Nikaamka, nagonga, mwingine amelala huku naye yuko peke yake, nashangaa kelele zake. Nikagonga, huyo anayepiga sana, we nini? Hasa baba, kuna mtu ameingia chumbani. Amefanya? Asema ameingia hapa, akafungua mlango. Asema ameingia, ameenda kwenye ukuta, limkono naliona likubwa, amepiga ukutani pa, alafu limeacha alama la vidole, mtu simuone. Anawasha hata kweli mavidole yako ukutani. Nikasema sio umepiga hapa, sio mimi baba. Kuna mtu limeingia, limepiga, limepotea. Nikasema kumekucha. Nikasema sasa msipoendelea kuomba, hiyo ni test. Nikamgongea mwingine, we vipi na unapiga kelele? Yeye anasema baba, viumbwa vimejaa, viumbwa vidogo vimejaa chumba kizima chini ya kitanda,
vimejaa viumbwa. Naingia, viko wapi sasa hivyo baba viumbwa? Angalia vingi viumbwa, mimi sivioni. Nikasema kama viko vichache viongezeke vingine, mimi naenda kulala. Haleluya! Pigia yawe makofi mengi. Asubuhi kumekucha, wakawa nasubiri. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Wakashangaa tumeamka, tunatembea tembea uwanja, jioni ukazizima. Wanakuja kuangalia huyu jamaa, jana ameongea, ameamka na vijana wake wako salama, ila wanajua cha mtema kuu vijana hawajalala. Ni usiku kucha, ni kukemea. Na mimi nasema safi, Yesu, napenda kutembea na waombaji. Walijua ni kulala hapa ni maombi kwa kwenda mbele. Bwana sifiwe. Tukaingia uwanjani, nilipigwa watu wakaanza kuokoka na ugumu wao. Pigwa. Jumapili tukapanda kanisa, tukaanda na watu 17. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Nikawaambia sasa leo Jumapili ndio natangaza misiba ya wachawi. Kuanzia kesho inaendelea. Nikasema na ninaondoka hapa na gari langu narudi Mbeya, ndapita njia sipiti ya Makambako, nitapita njia ya poli kwa poli inayoingilia hapa, inatokea maeneo ya Kitulo inaingia ni poli. Nikamwambia kwa hiyo nawaonyesha na njia nitakayopita ni wakutage huko mbele ya safari. Bwana sifiwe. Niko na vijana wangu, nikasema ni wakutage mbele ya safari, mkiweza pindueni gari langu. Nikasema na washangaa, na wapa mpaka tekniki za kuniloga, hamunilogi. Nikaondoka, nimefika. Kesho yake Jumatatu, kale kababu kafupi kale, wanapiga simu watu, maliwa imechacharuka. Yule mtumishi tuliyomwacha pale anasema watu wameandamana, wanasema mtafuteni Muhangila arudi. Alitangaza nini jana? Wase ule babu mfupi aliyekuwa pale mkutanoni, tuko msibani kwake leo Jumatatu. Nikasema kumechangamka. Wanasema mtafuteni arudi. Nikasema arudi, waambieni waokoke. Hapo dawa ni kuokoka. Jamani amen. Wasipookoka, fagio la damu ya Yesu linapita. Pige Bwana Yesu makofi mengi. Nenda katawale, nenda kamiliki kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nguvu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji na kanisa linaendelea na ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyejaribu kutesi ameenda yeye. Sasa Biblia nataka nikuonyeshe kitu. Unapokuwa umeokoka, jua Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maana yake utukufu wake ukae ndani yako, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa. Ndio neno linakuja, utayaona mambo makubwa. Wewe unatakiwa utawale kila kitu. Haleluya. Damu ya Yesu kazi yake ni hii, yenyewe inarejesha utukufu wa Mungu ndani yako, na utukufu wa Mungu ndio huo, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nenda kafananie Yesu. Afya yako ifananie Yesu, biashara ifananie Yesu, kazi ifananie Yesu, ndoa ifananie Yesu, huduma yako ifananie Yesu, uchumi ufananie Yesu. Utukufu wa Mungu ukukalie. Haleluya. Maana ya damu ya Yesu inarejesha utukufu wa Mungu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Utukufu wa Mungu ndio mfano wa Mungu, na utukufu wa Mungu ndani yako kuna mambo makubwa automatic. Na hii damu ya Yesu inafanya kitu. Maana ya tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, moja ya kitu kinachowakilisha sura ya Mungu ni utukufu wake.
Ninarudia, moja ya kitu kinachowakilisha sura ya Mungu kwako ni utukufu wake. Haleluya. Ninakuombea Pasaka hii, damu ya Yesu irejeshe utukufu wa Mungu kwako. Haleluya. Na utukufu wa Mungu unapokaa, yapo mambo automatically yanaondoka. Utukufu wa Mungu ni makubwa ambayo yeye anayaweka ndani yako. Yale ndio utukufu wa Mungu. Sema, Yesu, naomba utukufu wako sasa. Sema, damu yako inirejeshe utukufu katika jina la Yesu aliye hai. Hebu simama mahali ulipokaa, tuite utukufu wa Mungu wa damu ya Yesu kwako. Utukufu wa Mungu urejeshe. Utukufu wa Mungu ukae kwenye afya yako. Utukufu wa Mungu ukae kwenye biashara, kwenye uchumi wako. Unanisikia? Mwingine ni mwanandoa, kwenye ndoa yako, uko ndani ya Tanzania na nje. Utukufu wa Mungu, damu ya Yesu, damu ya Yesu irejeshe utukufu wa Mungu. Inua mikono yako juu, tuimbe damu ya Yesu. Ramo sakandila makusha. Sema, e Bwana Yesu, ninahitaji utukufu wako katika maisha yangu. Nimejifunza leo kazi ya damu yako ni kurejesha utukufu wa Mungu kwangu. Kuna vitu ninataka nivione mwaka huu kupitia hii Pasaka mwezi wa 4. Kuna mambo makubwa ninataka niyaone mwaka huu katika jina la Yesu aliye hai. Kuna mambo ninataka niyatawale. Kuna vitu vitambaavyo juu ya nchi, Yesu, ninataka nivitawale. Ninataka nivimiliki. Kuna uchumi ninataka niumiliki. Kuna afya ninataka niwe nayo. Kuna maisha ninataka niwe nayo. Ninaomba damu ya Yesu ile iliyomwagika msalabani ifanye kazi ndani yangu. Irejeshe utukufu. Irejeshe utukufu. Irejeshe utukufu. Utukufu ni nini Bwana? Utukufu ni sura yako ndani yangu. Utukufu ni sura yako ndani yangu. Na sura yako Yesu imebeba makubwa. Itakapoonekana ndani yangu, yapo mambo makubwa. Yapo mambo makubwa. Yako matendo makubwa ambayo nitayapata, ambayo nitayaona katika jina la Yesu aliye hai. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, usinipite. Fanyika ukombozi kwangu. Fanyika msamaha kwangu kwa makosa na dhambi. Damu ya Yesu osha zile dhambi zilizoniweka mbali na utukufu wa Mungu. Damu ya Yesu safisha. Ninahitaji niuone mimi mwenyewe utukufu wa Mungu ndani yangu, lakini pia watu waone utukufu wa Mungu. Nimeumbwa kwa sura ya Mungu. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ninataka nifananie na Mungu. Afya ifanane na Mungu. Uchumi ufanane na Mungu. Elimu ifanane na Mungu. Kazi ifanane na Mungu. Ndoa ifanane na Mungu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa dakika 3 nenda mbele za Bwana, omba. Omba, tamka damu ya Yesu. Nami nitakuwa ninakuombea. Ninakutamkia wewe ulioko hapa na mwingine uko nje unafuatilia kwa Micho ya Baraka TV. Ninakuombea na wewe uko uliko. Damu ya Yesu kuna vitu irejeshe kwako. Maanisha unapoomba, kuna vitu unavihitaji automatic katika maisha yako. Kuna vitu unavihitaji vitokee katika maisha yako. Kuna vitu unataka uvitawale na uvishinde. Baba, katika jina la Yesu, robo sekendila Baba, ninaomba na watoto wako wa Micho ya Baraka, lakini pia wale ambao wanafuatilia pia
kwa channel ya Mito ya Baraka TV. Bwana, utukufu wako ninauicha ndani yao. Utukufu wako uende kwenye afya zao, uende kwenye kazi, uende kwenye ndoa, uende kwenye biashara, kwa watoto wao. Utukufu wa Mungu upigane na maadui zao, upigane na wabaya wao, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, Pasaka hii iwe ni ya tofauti, ikarejeshe vitu makubwa yakaonekane. Ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Labakasakandarababa. Yesu uliyenipa kazi ya kuomba na watu, Yesu uliyeniagiza niwaombee watu, ninawaombea Bwana, ninawaombea jemedari. Damu yako irejeshe utukufu wako kwao. Damu yako itengeneze utukufu wako kwao. Wakatawale, wakamiliki. Wakatawale, wakamiliki. Pasaka hii lima sakandarama molikosi yemekesekendira makusha Bokasika mangri Boro siklo dokora. Sante Baba yetu, sante Mungu wa rehema, neno lako liko hai. Mungu wa mbingu na nchi, unalituma neno kwenda kuokoa watu, kuwaponya watu katika maangamizo, kuwainua watu kwa nguvu ya neno lako. Neno lako lina nguvu, neno lako liko hai. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pate ondoleo la dhambi. Baada ya dhambi tuone utukufu wako kama mtumwa wako alivyonena. Mungu, hata kama hatukuamini, wadumu wa kuaminiwa, maana utajipinga na neno uliyosikia. Katika jina la Yesu Kristo uyathibitisha hai. Hata jioni ya leo Mungu thibitisha kwa ishara na miujiza kila aliyonena, kwa jua kila aliyepokea, kila aliyesikia tulioko hapa wamfanyia wa mtandao. Mungu wa rehema, tukayaone hayo, kuturejeshea mambo makubwa, kutawala na kumiliki yale yote ambayo Yesu Kristo umetukusudia, si kwa nguvu zetu, si kwa uwezo wetu, bali kwa neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga makofi kwa Bwana.